Katika mji mdogo wa watalii wa Nanyuki, mitaa ilikuwa imejaa shughuli na kelele. Honi za magari zikipiga, bodaboda wakipiga kelele wakitafuta abiria, wauzaji wakichoma mahindi kwa mnyororo wa ngoma za biashara. Lakini katika jioni moja isiyo ya kawaida, simu moja isiyojibiwa ilibadilisha siku hiyo kuwa janga lisilo la kifani kwa familia moja. Jina lake lilikuwa Rispa Faith. Miaka 20, binti, mama na maisha yaliyokatika ghafla katika B&B. Siku hiyo, Rispa alitoka nyumbani kukutana na mtu, baba wa mtoto wake. Masaa baadaye, mwili wake ulipatikana ukiwa haupo hai. Mtu aliyeonekana naye mara ya mwisho alitoweka. Polisi walipigiwa simu kwa msaada, mji ukihitaji majibu, na familia ikabaki na majonzi yasiyo na mwisho. Kila kitu kilianza kama jioni nyingine yoyote. Rispa aliomba kutoka baba yake shilingi 200 ya kutosha kumpeleka mjini na kurudi. Aliondoka akiwa na simu mkononi. Baba yake hangeona tena uso wake wa furaha. Rispa alikuwa makini. Kwa kawaida hujitaarifu nyumbani, lakini jioni hiyo simu yake haikupigwa nyumbani kutaarifu alikokuwa na iwapo angerejea. Asubuhi iliyofuata, simu yake bado haikujibiwa. Katika mji kama Nanyuki, inapokuwa simu ya mpendwa inakaa kimya, wasiwasi huongezeka haraka. Siku iliyofuata, utafutaji wake ulimalizika kwenye nyumba ya maiti. Ndani kulikuwa na mwili wa mwanamke mchanga aliyerekodiwa mara moja, Rispa. Usiku uliotangulia, Rispa alikuwa ameingia katika B&B na mwanaume. Wafanyakazi waliwakumbuka walivyokuja pale jioni hilo, wakiwa kimya na heshima ya hali ya juu, wakisema watalipa nyumba baadaye. Hakuna kamera za CCTV zilizowarekodi, hakuna nakala za vitambulisho walizoacha. Ndiyo maandishi yaliyoko kwenye daftari, dalili pekee ya masaa yake ya mwisho. Wakati meneja alipoangalia chumba usiku huo, alihisi kitu kibaya. Mlango ulikuwa umepachikwa kidogo, taa bado zikiwa zimewashwa, lakini Rispa alikuwa amekaa na mwanaume aliyekuwa naye alishatoweka. Ndani ya masaa machache, jina Elvis Ndengwa lilianza kuzungushwa. Kijana wa miaka 21, maarufu mji mzima, baba wa mtoto wa Rispa. Kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai DCI kilitoa wito wa umma, yeyote mwenye taarifa aendelee kuwasiliana nao. Gharama ya kibinafsi ghafla ikawa habari ya taifa. Kabla ya jina lake kuwa kichwa cha habari, Rispa Faith alikuwa mwanamke mchanga tu, akijaribu kujenga maisha. Kwa miaka 20, akijaribu kusawazisha ujauzito, kazi za muda na uhusiano mgumu na baba wa watoto wake, Elvis. Mara nyingi tunashuhudia hili, mama mchanga akitegemea mwenzi ambaye anaweza kuwa na tabia ya kudhibiti. Mapenzi hubadilika kuwa hofu na ukatili kuingia ndani ya nyumba. Ukimya ukafuata. Ripoti zinaonyesha kuwa mapema mwaka huo, Rispa aliwasilisha malalamiko ya unyanyasaji dhidi ya Elvis. Mnamo Februari tarehe 10, alibatilisha malalamiko hayo. Sababu hazikufahamishwa hadharani, lakini walio karibu naye walisema alitamani mambo yaende vizuri. Kwa wanawake wengi, kubatilisha kesi haimaanishi msamaha. Ina maana ya kuishi, kuchagua usalama leo badala ya haki ambayo huenda haitafika.
Habari ziliposambaa, maafisa wa polisi walianza utafutaji wa mtu mmoja. Walianza na BNB, wakizungumza na mpokeaji, msafishaji, meneja. Wafanyakazi walitambua mhalifu walipoonyeshwa picha, kuthibitisha kuwa Elvis ndiye aliyeingia naye usiku huo. Lakini utambulisho ulikuwa hatua ya kwanza tu. Bila CCTV au rekodi za malipo ya kidijitali, wachunguzi walitegemea kumbukumbu za mashahidi, nyeti zinazopotea kadiri siku zinavyopita. Nchini Kenya, nyumba nyingi za malazi BNB hazihitaji wageni kuonyesha kitambulisho, na zingine hazina kamera kabisa. Katika kesi hii, pengo hilo liligeuka kuwa la kifo, likiacha wachunguzi na kidogo zaidi ya maneno ya mashahidi na majonzi ya familia. Kila dakika iliyopita bila mhalifu kukamatwa iliongeza mateso ya familia. Asubuhi iliyofuata, hasira ilienea kwenye mitandao. Katika Facebook na Twitter, picha za Rispa zilisambaa haraka kama moto wa nyika. Watu waliuliza majibu, wengine walikosoa kwa vidole, wengine wakashiriki maombi. Kwa familia, kila chapisho lilikuwa kumbusho. Dunia sasa ilijua jina lake, si ukweli wake. Nchini Kenya, hasira mtandaoni hutoweka haraka, lakini haki huchukua muda. Utafutaji wa mtu mmoja ulipanuka. Polisi walipanga vizuizi barabarani, wakifuata vidokezi, lakini katika kaunti yenye watu milioni 40, mtu mmoja anaweza kupotea katikati ya umati au katika mapengo ya mfumo. Siku zikipita na kuwa wiki, swali moja liliendelea kuibuka kwa sauti kubwa zaidi kuliko yote: Elvis yuko wapi? Siku chache baada ya kifo cha Rispa, mji wa Nanyuki ulionekana tofauti. Soko bado lilifunguliwa, matatu bado yakiendeshwa, lakini chini ya mpangilio wa maisha ya kila siku kulikuwa na hofu. Polisi walikuwa na jina tu: Elvis, sura, gari, lakini hawakuwa na mahali alipo. Wachunguzi walikagua chumba cha malazi kutafuta dalili za mapambano. Kiti kilichokatika kilionyesha kuwa kulikuwepo na nguvu. Simu yake ilivunjwa, labda kwa hofu au adhabu. Dalili ziliongezeka, lakini Elvis alikuwa tayari amepotea. Alijua eneo, alijua jinsi ya kupotea. Elvis alikuwa na miaka 21, maarufu kwa tabasamu lake rahisi na bodaboda yake yenye kelele. Kwa wale waliomfahamu, hakuwa tu mpenzi wa zamani wa Rispa, alikuwa kivuli chake. Marafiki walidai kuwa uhusiano wao ulianza shuleni na ukakua kwa haraka kuwa mzito na wenye hisia kali. Baada ya mtoto wao kuzaliwa, mapenzi yalibadilika kuwa wajibu. Mabishano yalianza na chuki ilijengeka. Hakuwa mgeni aliyemuua, hakuwa mtu aliyeweka ishara za hatari, hakuwa mtu ambaye Rispa alikuwa amemwamini, hakuwa mtu aliyeahidi kumlinda daima. Hapo ndipo ujumbe wa mwisho uliopokea ulibaki. Ripoti ya uchunguzi wa kifo ilionyesha ukatili ulio nyuma ya vichwa vya habari. Rispa Faith alikumbwa na jeraha kali kichwani na shingoni. Kulikuwa na alama za kunyongwa na hakuna dalili kwamba alijaribu kujilinda, ikionyesha alishambuliwa kwa ghafla. Ripoti ilichora picha ya giza. Hili halikuwa uhalifu wa hasira tu, liliandaliwa. Kwa familia ya Rispa, majonzi yalikuja yakiwa na mkanganyiko. Walikuwa wanaweza kuelewa kwa nini mtu aliyekuwa sehemu ya maisha yake, mtu aliyeaminiwa, angefanya vile.
Baba yake aliyempa shilingi za mwisho 200 hakuweza hata kuzungumza na waandishi wa habari. Kwa maneno yake nikimnukuu, kama ningesema hapana, labda angekuwa bado hapa. Picha ya tabasamu lake siku hiyo akiondoka akiwa na simu mkononi sasa ni kumbukumbu inayomfuata kila wakati. Wachunguzi walifuatilia harakati za Elvis hadi miji jirani, Timau, Nyeri, hata Karatina. Kila walipofika tayari alikuwa amepotea. Marafiki zake walikoma kujibu simu. Jamaa walisema hawakumuona. Inadaiwa kuwa alikimbia mpaka Uganda. Wengine walisema hadi Nairobi. Lakini ukweli hakuna aliyefahamu. Siku zikageuka kuwa wiki. Wiki zikawa miezi. Kesi ya Rispa ikajiunga na orodha inayoongezeka. Wanawake wachanga waliouawa na wapenzi wao wa karibu. Hadithi zao zikipotea kimya kimya ndani ya historia. Nchini Kenya, zaidi ya 70% ya wanawake waliouawa huuliwa na wanaume wao waliowajua. Wapenzi, wachumba, wapenzi wa zamani. Majina hubadilika, lakini mwenzi hubaki. Kutoka Sharon Otieno hadi Ivy na sasa Rispa Faith, kila jina ni kichwa cha habari. Kila kichwa cha habari ni onyo lililopuuzwa. Kila wakati mwanamke anapouawa kwa namna hii, binti mwingine hujifunza kuishi kwa hofu. Kule Nanyuki, watu bado hunong'ona kuhusu Rispa. Nyumba ile ya B&B imepakwa rangi mpya sasa. Vitanda vimebadilishwa. Lakini kumbukumbu haiko mbali. Jina lake limekuwa kimbilio tulivu la kumbusho. Usalama hauhakikishwi hata mikononi mwa wale tunaowapenda. Kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai kilifufua kesi hiyo kwa kutumia teknolojia mpya. Kupitia uchunguzi wa kidijitali, walifuatilia laini ya simu ya Elvis iliyozima tangu usiku wa mauaji. Wachunguzi walikuwa na hakika kuwa Elvis alikuwa hai, akihama kwa tahadhari, labda akibadilisha simu kila wiki chache, lakini mtandao haukusahau. Uangalizi wa umma uligeuka sehemu ya uchunguzi. Kila picha, kila tukio lililodokezwa, kila uvumi ulisambazwa, na bado hakuna uthibitisho. Kila siku, mama mzazi wa Rispa hutia shina la mshumaa kwa binti yake. Si kumaliza maumivu, bali kupata nguvu. Sauti yake inatetemeka, lakini macho yake yana moto. Anasema kwa kumnukuu, nitashikilia mshumaa huu nikiuwasha hadi haki itakapowezekana. Huwezi kuficha ukweli. Utazuka kila wakati. Hakuna yeyote aliyekamatwa. Hakuna kesi iliyofunguliwa mahakamani. Na wala hakuna kufikia mwisho wa kesi hii kabla haki kupatikana. Kesi ya Rispa Faith ilifunua kitu kibaya zaidi. Mfumo wa haki una changamoto kubwa kuhimili uzito wa ukimya wake wenyewe. Si tu kuhusu kumtafuta Elvis, bali ni kuangalia ni nini kilimruhusu kupotea bila alama. Kwa sababu mahali fulani pale, muuaji anatembea huru na mshumaa bado unawaka sehemu ya Nanyuki. Mwisho, mapenzi siyo yaliyomuua Rispa. Ilikuwa uliomkamata, kudhibiti, na ahadi iliyogeuzwa kuwa silaha. Hadithi yake, kama nyingi zingine, inaanza kwa matumaini, tabasamu na mtoto kati ya watu wawili walioamini kupendana milele. Lakini mara nyingine, ahadi ya milele hukoma usiku mmoja tu. Wachunguzi wanasema ushahidi ulikuwa wazi. Alikaa katika kile chumba naye, lakini hawakuondoka pamoja. Na wakati mji wa Nanyuki ulijaribu kuendelea na maisha yake,
jina la binti huyu linabaki kwenye mazungumzo yao, kwenye korido za mahakama, kwenye majonzi ya kinyonyo kilichonyamaza. Marafiki wa Rispa bado wanauliza kwa nini? Familia yake bado wanauliza vipi? Lakini labda swali halisi ni, je, hili lingeweza kuzuilika? Kila kesi kama hii ni kioo kinachoonyesha ni nini mapenzi yanaweza kuwa pale nguvu, wivu na ukimya vinapokutana. Ni hadithi ya kinachotokea pale msaada unaposalia kuchelewa na pale jamii inakwepa kusikiliza hadi mtu afe. Kwa Rispa Faith, kwa wale wanawake ambao hadithi yao inakoma nyuma ya mlango uliofungwa, tunasimulia hadithi hizi ili zisisahaulike milele. Kwa sababu ukweli na haki, bila kujali ni kimya kiasi gani kimekuja, daima unapata sauti yake. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf.